Yawezekana hali ikawa sio nzuri sana kwa upande wa mtoto wa Martha Mwaipaja, kwa maana ya Joan Mwaipaja, kutokana na kile ambacho yeye aliamua kukisema, alafu mwisho wa siku kimekuja kumgharimu. Alifanya akiamini kabisa kwamba yuko sahihi, lakini mwisho wa siku kilichotokea kimebaki kumshangaza yeye, lakini pia hata mama yake. Kama amebahatika kuona kile kinachoendelea, basi ni dhahiri kabisa kwamba atakuwa ni mtu ambaye anapitia majuto sana awamu hii hapa hivi. Sasa bila shaka kama umetembelea kule mjini Instagram, utakuwa umeweza kuona kile ambacho kinaendelea. Ni balaa zito. Kiufupi, itoshe tu kusema kwamba Watanzania huaga hawataki kabisa kudharauliwa kwa namna yote ile pale. Sasa alichokipata mtoto wa Martha Mwaipaja, sijui tuseme kwamba alikuwa anastahili na vitu kama hivyo. Hebu tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hivi ili ukapate kufahamu kweli wa kile ambacho aliweza kukifanya, alafu na kile ambacho ameweza kukipokea kama malipo ya kile ambacho yeye alikuwa ameona kwamba ni sahihi kuweza kukifanya. Mimi naitwa Gabby Official, naomba nikukumbushe nitakuwa nakusogezea updates nyingi sana kuhusiana na kile ambacho kitakuwa kinaendelea ku make headlines huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini awali ya yote, bonyeza neno subscribe hapo chini hii video ili uwe wa kwanza kabisa kupata updates kwenye video zijazo ambazo mimi nitakuwa nakusogezea hapa kwa wakati sahihi kabisa. Sasa kama ambavyo tunafahamu, kuna kauli ambayo huyu Joan Mwaipaja alikuwa ameisema. Achana na yale yote ambayo alikuwa anaendelea, ugomvi wa mama yake na Upendo Nkone, kitendo cha Joan kuweza kumtukana Upendo Nkone na vitu kama hivyo. Kuna kauli moja kwanza aliweza kuitoa, akasema kwamba yeye ndio star wa Tanzania, yani ndio star wetu, ila sema tu watu wanamhofia. Lakini kingine ambacho alikuja kukifanya, kuna ile clip ya wimbo I think ni wimbo wake na mama yake Martha Mwaipaja, una trend kule kwenye mitandao ya kijamii, unafahamika kwa jina la Sitaogopa. So kwenye ile clip ambayo alikuwa anaimba huyu mtoto wa Martha Mwaipaja, ndio clip ambayo naweza nikasema ni kama vile imemvua nguo, kwa sababu kile ambacho anakiona Watanzania wamekionyesha ni aibu kubwa zaidi, na kwa upande wake huenda sasa hivi akawa anahisi kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anampenda kwa upande wa Tanzania. Nataka nikupitishe kwenye comments kadhaa uone jinsi ambavyo Watanzania hawapendi dharau hata kidogo. Twenzetu. Kuna hii comment hapa ambayo jamaa anasema kwamba hii nyimbo hata ukiwa na hofu ya Mungu lakini huwezi kuipenda. Kuna mwingine akasema kwamba huyu inabidi tumsupport aende mbali na asiweze kurudi tena. Mwingine anasema naomba mnitumie huu wimbo niweze kuufuta. Alafu kuna huyu anasema kwamba kipaji hakijifichi, ila hiki kipaji kipo kichakani kabisa. Na huyu mwingine anasema kwamba nimepunguza sauti yote mpaka 0 lakini nausikia mpaka moyoni. Mwingine anasema kwamba comment za wabongo ni posti tosha. Lakini kuna huyu mwingine anasema kwamba unaogopa bwana, acha kujipa matumaini eti sitaogopa. Mwingine anasema kwamba jamani tumsupport huyu star wetu afike mbali na asiweze kurudi tena. Alafu mwingine hapa akaja akasema kwamba huogopi nini wewe mpumbavu. Mwingine akasema kwamba Brenda imetoa taarifa kwa watumiaji. Mwingine akasema kwamba una kipaji kilichojificha, naomba ukifiche hivyo hivyo. Alafu mwingine akaja akasema kwamba hata Yesu mbinguni anakuogopa kwa jinsi ulivyo mchafu. Mwingine akasema kwamba huu wimbo mzuri kama hautokei kwenu. Mwingine akaja akasema kwamba hamna kazi hapa, tuache kupepesa macho. Na mwingine akaja akasema kwamba Martha wa kuchemsha kwenye gesi ya mwishoni. Na mwingine hapa akaja akasema kwamba hata Yesu mbinguni anaogopa, anasema kanini haka. Mwingine akasema kwamba hapa tumeusikiliza na majirani bila sauti wote tunalia. Mwingine akasema kwamba nacheka na comments walai, ungejaribu na ukondakta pia unalipa. Lakini mwingine akaja akasema hapa kwamba Yesu kanini haka, alisikika malaika akimnongoneza Yesu. Na mwingine hapa anasema kwamba naona aibu kusikiliza huu wimbo, wanasemaga mtoto wa nyoka ni nyoka, ila huyu naona kama vile mjusi. Na mwingine akasema kwamba huu wimbo ni mzuri kama usiposikiliza. Comments nyingi sana ambazo zimeonekana kusema negative, na sijabahatika kukuta comment yote ambayo ni positive kuhusiana na hiki ambacho Joan alikuwa amekiimba kwenye huu wimbo. Hii ina tafsiri nini? Ni kwamba Watanzania hawapendi dharau. Bwana ni noma sana. Sijui atakuwa na hali gani huko, lakini aliyakanyaga sana kwenye kumtukana Upendo Nkone, lakini pia kujisifu na kuonekana kwamba yeye ni mtu bora zaidi. Comment yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea sasa hivi? Tuambie kwenye sehemu ya maoni hapo chini, ila usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.